Hii ni ripoti ya W News kutokea hapa viwanja vya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jijini Dodoma. Mimi ni askari wa On Air Carlos Ngonya. Na leo nina mahojiano na mbunge wa Kahama mjini Mheshimiwa Jumanne Kishimba. Na haya ndiyo ambayo ananieleza hapa kupitia mahojiano haya ambayo tumeyafanya hapa nje ya ukumbi wa Bunge. Hii hapa ripoti kamili. Tuko kwenye bajeti ya Wizara ya TAMISEMI. Siku ya jana wameweza kuwasilisha hapa bungeni. Pengine bajeti hii kwa upande wako pale jimboni inagusa kwa ukubwa gani? Ni kweli bajeti imewasilishwa na Waziri Mchengerwa. Bajeti hiyo ni nzuri hasa sisi majimboni kwa sababu inajaribu kutufunguzia ile mizigo mizito ambayo tulikuwa nayo, hasa ujenzi wa hospitali, shule, mabarabara. Kwa kiasi kikubwa inaweza ikatusaidia. Ambacho bado tunavutana tu ni swala wataalamu. Wataalamu wetu bado ni rigid. Mtu anataka barabara ya mita 8 au 9 na pesa hatuna. Kwa maeneo mengine tunaomba jamani barabara ziwe ndogo ili pesa iweze kutosha. Maeneo mengine tunahitaji kufanya mabadiliko kwenye vyuo vyetu, kwenye shule ili kupunguza ujenzi wa kila siku. Lakini sasa bado tunavutana kati ya sisi na wataalamu. Wataalamu wakikubali kubadilika, nafikiri vitu vingi sana vinaweza vikajaribu kubadilika na kuwapa unafuu wananchi wetu wa michango ya kila siku. Hasa ndio hoja yetu kubwa iko hapo. Okay. Sawa, tunaelekea zoezi la uchaguzi mwaka huu ambapo tayari michakato imeshaanza na joto tayari limeshaanza kupamba moto. Mara nyingi ukiwa bungeni humu unazungumzia swala zima la elimu. Haswa elimu ile ya vijana wafundishwe na wazazi wao. Wewe ni miongoni mwa waheshimiwa ambao sio wenye elimu kubwa, lakini huwa unazungumza sana kuhusiana na swala la elimu. Unafikiri hiyo kwa uchaguzi huu inawapa nafasi gani kwa wale wabunge ambao sio wasomi? Inatoa, kuna challenge kubwa sana kule majimboni, hasa kwamba kudeliver kwa wote tunadeliver sawa, wasomi na ambao hatukusoma, lakini wananchi sasa wanataka kuona kitu ambacho kiko moja kwa moja, unafanya nini na unaongea nini na mawazo yako ni nini. Hicho pia ni muhimu sana kwa wananchi kwa sasa hivi, maana lazima ujieleze kwamba unaelewa shida zao, unaelewa matatizo yao. Na hasa kama mimi ukiniuliza kwamba mimi muda wote nimekaa bungeni, tatizo langu kubwa liko tu kwenye swala la afya na swala la shule. Kwenye afya mpaka nalia sana jamani, hata bili ya hospitali inaweza kumdhamini mtu akatibiwa, lakini mtu anaweza kuja na mifugo yake, anaweza akadaiwa kwa kwenye kadi ya simu kama unavyokopesha kwenye M-Pesa na nini. Ni vitu ambavyo vya kumfanya mtu wa kawaida aweze kufikiri ile raha ya hiyo. Lakini shule pia tunajaribu kuvutana nao sana kwamba hii mitaala yenu haifundishi watoto wetu namna ya kufanya kazi. Inamfundisha mtu staarabu, anakuwa mstaarabu, anaambiwa tumia sabuni ya kufua, sabuni ya kuoga, sabuni ya kuosha. Baada kumwambia sabuni moja inaweza kukata kufanya vitu vitatu. Matokeo yake tunafanya sisi kule kijijini tunakuwa maskini kwa sababu unachomfundisha huyu kinakuja kuwa gharama kwetu. Kwa hiyo ndio mvutano mkubwa ambao unaona tunavutana sana, lakini polepole Wizara ya Elimu wameendelea kufanya mabadiliko na sisi tunatarajia mabadiliko yanaweza kutusaidia. Sawa, huko mtaani wachambuzi wamekuwa wengi sana hasa katika masuala ya siasa. Wanachambua kwamba huyu mbunge mwingine hajasoma tuwezi kumpa nafasi. Wewe hilo litakupa nafasi kweli? Wala hakuna kesi hiyo bwana. Kwanza sisi tunaowakilisha wote hawajasoma. Sasa wapige kura kule kijijini na amesoma. Sasa na wewe unamuuliza haya sasa unataka uwakilishe na aliyesoma anazijua shida zako, anajua wewe kama unalala na mbuzi na sababu ya kulala na mbuzi anaweza kufikiri ni haramu. Kumbe unalala na mbuzi kuogopa fisi. Si ndio? Sasa utakuwa acha mbuzi wako nje aliwe fisi. Huyo aliyesoma atasema ni vibaya kulala na mbuzi. Umeelewa? Ile alale na gari yake. Sasa haiwezekani. Sisi lazima maisha yetu ni yale na lazima tuwakilishe wenzetu ambao wana elimu ya kawaida au hawakusoma, kwa sababu ndio maana unaona tunawaambia waje hospitali na kuku, daktari apokee kuku kama mtu hana hela. Sasa aliyesoma sasa atasema hairuhusiwi. Sasa si mtu wetu atakufa. Sasa unataka mimi shida yangu ni kuwakilisha wananchi. Swala la elimu wala halina hata maana. Si ni kujua ni kusoma na kuandika tu. Kwa hiyo hauna mpango kabisa wa kwenda kusoma? Maana tumeshaona baadhi ya wabunge wanaenda kupata udaktari, tunasikia wao wanajitangaza ni madaktari. Wewe hilo likoje? Mimi nikiona mtu ambaye anaweza kufanya kitu fulani kikaleta mafanikio, huyo ndio naenda kusoma kwake. Lakini siwezi kwenda kusoma mahala ambako sioni mafanikio yoyote. Maana yake sasa aliyesoma naona anahangaika na vyeti, na mimi niende tena kule. Ila mimi ukinieleza fulani hata kama hana elimu, taenda kwake dakika moja kwenda, mradi najua kwamba nisome nipate faida. Lakini kusoma kupata karatasi siwezi. Wala siwezi kudanganya watu kwa ajili ya karatasi. Ndugu yako Msukuma sasa hivi ni daktari. Wewe utamani kuwa daktari? Msukuma kweli ni daktari, lakini bado naona hata yeye bado inampoa tu. Kwa sababu amekuwa daktari, lakini bado kula akirudi kule kijijini inamsaidia wapi huo daktari? Maana nawakuta watu wana viatu vya tai na wanawaambia wanapanda mpunga bila viatu. Sasa utawafanya nini? Utaingia kwenye mpunga na viatu? Haiwezekani. Kwa hiyo daktari ule ni kama
Yaani kama nakupa kirembe cha ukoko ambao kitakutesa tu bure na maisha kuendelea kuwa magumu zaidi. Kwa hiyo sioni kama kuna logic yote. Sawa sawa. Mwisho kabisa, waambie wananchi wako wa jimboni pale, tunaelekea kwenye uchaguzi mwaka huu, uchaguzi mkuu. Kitu gani ambacho nataka kuwaambia? Ya, ni kikubwa kweli, tunaenda kwenye uchaguzi. Kwanza tunakwenda sisi kwenye kura ya maoni, tutachukua fomu tarehe 28 baada ya bunge kuvunjwa, na baada ya hapo tutamaliza tukitakao kuwa tumetoka kwenye Chama cha Mapinduzi kuja kupambana upande wa pili. Kwa hiyo kuomba wananchi tu wawe watulivu, wawe na imani na sisi ambao tumekuwa nao, na imani na Mheshimiwa Rais ambaye amefanya kazi kubwa sana kwa miaka hii mitano. Wameona mabadiliko makubwa ambayo yametokea, na uzuri wale wanaopigia kura ya maoni ni wale ndio walisimamia ujenzi na kila kitu wamekiona. Kwa hiyo sidhani kama wana shaka yoyote kati ya wabunge, madiwani na Mheshimiwa Rais kwa kazi aliyofanya. Kwa hiyo tunatarajia tu kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Mungu akipenda tutarudi bungeni. Kwenye zoezi la fomu tutawachia vijana ama tutaendelea kung'ang'ana mheshimiwa? Tutaendelea kung'ang'ana tu, wala haina wala shida, tutang'ang'ana tu kwa sababu hali tunayoiona mbele, unaona hata wanakuja kina Trump, wanakuja hawa, kwa sababu hali iliyoko duniani inahitaji uzoefu mkubwa sana, hasa wa mawazo mapya. Na mimi vita yangu kubwa ni kubadilisha mawazo, wala sio umri. Issue ni kubadili mawazo ili twende na wakati haraka kuliko kuchelewa muda mrefu ukaenda kusoma miaka 2, 3 huku dunia inakwenda, unapambana na Wachina wenzako wanakuja tu na bidii wanakuangua hela, wewe unang'ana tu na makaratasi. Kwa hiyo ndio hoja ambayo ya msingi ambayo na wananchi wetu tunajaribu kueleza. Asante sana Mheshimiwa Jumanne Kishimba. Haya, asante sana. Haya.